Tangazo maalum. PMP Company Limited inawaletea huduma rasmi za uchoraji wa ramani za kisasa za majengo pamoja na ujenzi wake. Wanatoa ramani za nyumba za aina zote, iwe ghorofa au za kawaida, kwa mifumo ya kawaida, grading pamoja na mengine. Pata huduma bora za kisasa na za kuaminika kwa viwango vya hali ya juu. Wanapatikana na wanatoa huduma zake kutoka Tanzania, Kongo, Rwanda, Kenya pamoja na Msumbiji. Sasa pia usikose huduma ya ujenzi wa choo cha kisasa cha kudumu kwa miaka yote. Wasiliana na PMP Company Limited kupitia 0768 64 32 43 ili upate huduma za kitaalamu na za uhakika. Pia sasa zaidi ya kilomita za mraba 1100 za ardhi zimekombolewa, ikiwa ni zaidi ya 86% ya eneo lililokuwa limetwaliwa na adui hapo awali. Katika mapigano kwenye eneo la Kaski, adui amepoteza zaidi ya wanajeshi 67,000, hawa wakiwa ni wanajeshi waliobobea, wenye uwezo wa juu, uhamaji na motisha kubwa kutoka katika vikosi vya jeshi la Ukraine pamoja na mamluki wa kigeni. Aidha, karibu vitengo 7,000 vya vifaa vya kijeshi vimeharibiwa, zikiwemo tanki 391, mashine za kivita 2780, silaha za mizinga pamoja na manowari zaidi ya 1000. Katika kampeni ya msimu wa vuli, majira baridi, uongozi wa jeshi la Ukraine waliweka msisitizo mkubwa kwenye mwelekeo wa Kaski. Hili linathibitishwa na takwimu. Katika eneo dogo la Kaski, Ukraine imepoteza karibu 19% ya wanajeshi wake wote katika uwanja wa vita na zaidi ya 40% ya vifaa vya kijeshi vilivyoharibiwa. Serikali ya Kiev ilikuwa na lengo la kuunda kile kinachoitwa ngome ya kimkakati katika mkoa wa Kaski ili baadaye itumike kama sehemu ya mashauriano ya kisiasa na Urusi. Aidha, walipanga kuivamia Kaski ili kusimamisha mashambulizi ya vikosi vyetu na kuvuruga mipango ya kijeshi katika eneo la Donbas. Hata hivyo, mipango hii yote imeshindwa vibaya. Ufanisi huu unatokana na ujasiri, kujitolea na mshikamano wa vikosi vya kikundi cha kaskazini, vikosi vya kujitolea pamoja na matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani UAV. Kuendelea kwa vikosi vya 76 na 106 vya jeshi la anga pamoja na brigedia ya 83 ya mashambulizi ya anga, vikosi vya wanamaji 810 kwa kushirikiana na UAV ya Rubicon kuliwezesha kudhibiti njia za usafirishaji za Ukraine katika mkoa wa Kaski pamoja na Sumsk, Ukraine mnamo Februari mwaka huu. Hii ilinyima maadui uwezo wa kusafirisha pamoja na vijiji vya jirani vilikombolewa. Maadui walipata hasara kubwa na makundi madogo ya wapiganaji wao walijaribu kutoroka kuelekea kusini, lakini walishambuliwa kwa mizinga pamoja na ndege zisizokuwa na rubani UAV. Ningependa kusisitiza ushujaa wa kikosi cha mashambulizi cha veterani pamoja na wanajeshi wa brigedia ya 11 ya jeshi la anga, kikosi cha 30 cha magari ya kivita na kikosi maalum cha Akhmat. Wanajeshi zaidi ya 600 wa vikosi hivi walitumia mfumo wa bomba la gesi kusafiri umbali wa kilomita 15 ndani yake na kufika kwenye maeneo ndani ya maadui wa jeshi la Ukraine. Hatua hii ya kushangaza iliwavuruga maadui na kuchangia kudhoofisha kwa ulinzi wao na hivyo kuwezesha maendeleo ya vikosi vyetu katika mkoa wa Kaski. Ripoti ya hali ya kijeshi katika mkoa wa Kaski. Katika siku 5 zilizopita pekee, vikosi vya kikundi cha Kaski vimefanikiwa kukomboa vijiji 24 na kilomita za mraba 259 za ardhi katika mkoa wa Kaski. Eneo lililokuwa limevamiwa na adui limepunguzwa kwa zaidi ya mara 2.5. Kwa sasa operation ya kuangamiza maadui waliopo katika ardhi ya Kaski inaendelea. Vikosi vya Ukraine vilivyokuwa ndani ya eneo hilo vimezingirwa na vinashambuliwa hatua kwa hatua. Katika baadhi ya maeneo, vikosi vya Urusi vimevuka mpaka wa taifa na kuingia mkoa wa Samsk, ambako vinaendelea kushambulia hifadhi za adui na kupanua ukanda wa usalama. Wanajeshi wa Ukraine, wakitambua kutokuwa na matumaini ya kuendelea kupambana, wameanza kujisalimisha kwa wingi. Jumla ya wanajeshi wa Ukraine 430 wamekamatwa mateka katika eneo hilo. Mheshimiwa Kamanda Mkuu, kwa hivyo jeshi la shirikisho la Urusi linaendelea kulivunja jeshi la Ukraine katika mkoa wa Kaski kwa lengo la kukamilisha ukombozi wa eneo hilo na kufanikisha kurejea kikosi cha 22 cha magari ya kivita cha divisheni ya 72, kikosi cha 1220 cha magari ya kivita cha divisheni ya 3, kikosi maalum cha Akhmat, kikundi cha kujitolea cha veterani ambacho kimeonyesha ushujaa wa hali ya juu,
Ninapenda pia kutoa shukrani kwa uongozi wa idara ya operesheni kuu ya shtabu kwa kazi kubwa walioifanya. Lengo letu kwa sasa ni kumaliza kabisa vikosi vya adui vilivyobaki katika mkoa wa Kursk, kuhakikisha ukombozi kamili wa eneo hilo na kurejesha udhibiti wa mpaka wa taifa. Zaidi ya hayo, ningependa kutafakari kuhusu uwezekano wa kuanzisha ukanda wa usalama kando ya mpaka wa taifa. Hili ni jambo tunalopaswa kulizingatia. Napenda pia kusisitiza jambo muhimu: watu wote wanaofanya uhalifu dhidi ya raia, kupinga vikosi vyetu vya jeshi, vyombo vya usalama na idara maalum katika mkoa wa Kursk kwa mujibu wa sheria za shirikisho la Urusi wanatambuliwa kama magaidi. Hivyo ndivyo wanavyotajwa na ofisa ya mwendesha mashtaka wa Urusi, na mashtaka ya ugaidi tayari yamefunguliwa dhidi yao na kamati ya uchunguzi ya Urusi. General Varel Avilishev ametaja kuhusu mateka waliokamatwa: kwa mujibu wa sheria za Urusi, lazima tuwatambue kwanza kama ni magaidi, ingawa tunapaswa kuwaheshimu binadamu wote na kuwashughulikia kwa misingi ya utu. Ninamkumbusha kwamba mamluki wa kigeni hawatajumuishwa kwenye mkataba wa Geneva wa mwaka 1949 kuhusu haki za wafungwa wa kivita. Mwisho, tafadhali fikisha shukrani zangu kwa wanajeshi wote kwa juhudi zao kubwa. Ninatarajia kwamba kazi zote za kijeshi zilizopo mbele ya vikosi vyetu zitakamilika kwa ufanisi na kwamba mkoa wa Kursk utakombolewa kikamilifu kutoka kwa adui katika siku za usoni. Hii ndiyo ilikuwa ni hotuba ya viongozi hawa wawili, Valery Gerasimov pamoja na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin. Tunaendelea kufuatilia kwa kina zaidi kujua kile ambacho kitatolewa zaidi katika ripoti ambazo pengine bado hatujazipokea, ili kujua nini maamuzi ya Urusi baada ya kauli ambayo imetolewa na Bwana Vladimir Putin kwamba wanatetea ardhi yao mama. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.